Leo hii tuko katika ukumbi wa Holiday Inn ambapo tumefanya mkutano na waandishi wa habari pamoja na umma kwa ujumla ili kuweza kuzungumzia jambo kubwa la Bank Champions Fight au shindano la ngumi la taasisi za kifedha, lakini vile vile kwa lengo kubwa la kuweza kutambulisha program ya One Gen Z One Tractor ambayo ndio lengo la pambano hili ili kuweza kukusanya fedha na kuweza kutoa mafunzo na ajira kwa vijana katika matumizi ya zana na teknolojia za kisasa za kilimo na zile ambazo zipo endelevu. Tumeona kwamba vijana ndio kundi kubwa sana la idadi ya watu katika Tanzania, lakini uwezeshwaji wao kiajira au katika fursa za ajira imeweza kuwa ni changamoto, licha ya jitihada mbalimbali za serikali kuweza kupambana kuweza kuwanusuru vijana katika janga la ajira, lakini vile vile sekta binafsi na wadau wengine bado pamekuwa pana changamoto na katika sekta ya kilimo. Kwa kuwa sekta ya kilimo ndiyo sekta ambayo ni mwajiri mkubwa, lakini malighafi zake ndizo zinazotumika zaidi katika viwanda, tumeona kwamba kwa nini sasa tusiweze kuwapa ajira au fursa vijana katika matumizi ya zana za kisasa za kilimo. Hivyo basi kupitia pambano hili ambalo lilihamasishwa na taasisi za kifedha, mabenki, ambao walitumia falsafa ya mchezo wa ngumi kwa kuwa na tambo mbalimbali pamoja na majigambo mbalimbali mitandaoni, Gen Z sasa wakaja pamoja na vijana wengine, tukaona tutengeneze pambano ambalo ni halisi, watu mbalimbali mabondia wakipigana wakiwakilisha benki mbalimbali, lakini katika namna ya afya na ushindani ulio rafiki kabisa, kusudi kuweza kuchangia fedha katika mradi huu au programu hii ya One Gen Z One Tractor. Hii ni programu bora kabisa ambayo ni maboresho kama tu ilivyo vijana wanapoajiriwa katika bodaboda au bajaji waweze kujipatia kipato kizuri na rafiki na cha muda mfupi, lakini kikiwa endelevu na kikiwa katika mfumo rasmi, itakuwa ni njia nzuri zaidi ya kuweza kuwavutia vijana katika kilimo, kwa sababu pamekuwa pana janga la tafsiri, wengi wakiamini kwamba kilimo ni shughuli ile iliyo ngumu ya kutumia jembe la mkono kuingia shambani, lakini tumeshindwa kutafsiri katika swala zima la mnyororo wa thamani, hususani kwenye swala la kilimo, zana za kisasa za kilimo pamoja na teknolojia. Kwa hiyo basi programu hii tutaweza kutoa mafunzo na kutoa ajira za moja kwa moja 1000 kwa mwaka huu 2026 2027 katika swala la maoperator au unaita madereva wengi waliozungumza, lakini vile vile mafundi na wengine ni wale wahunzi au watengenezaji wa zana hizi. Na yote haya tutaanza, programu ilikuwa tangu mwanzo na tumekuwa tukifanya, lakini tutafanikisha kwa kwanza na pambano hili la Bank Champions Fight ambalo tunategemea kufanya mwishoni mwa mwezi Machi, mahali na tarehe rasmi siku za hivi karibuni tutaweza kuelezea kwamba wapi tutakapofanya. Tumepanga kuweza kufanya kwa vijana kuanzia miaka 15 mpaka 35, lakini kwa maombi maalum, kwa sababu si mara ya kwanza kufanya. Kwa maombi maalum tutakwenda mpaka miaka 40, sababu bado kuna wengine wapo kwenye miaka 40 umri kama huo bado wanajitafuta. Kwa hiyo tutazidi kuvuka zaidi kuangalia yule mwenye nia ya kuweza kuendelea. Na mafunzo haya tutayafanya kama nilivyosema, ni program ambayo ni endelevu. Tunakwenda pamoja na sera hii ya mkakati wa pili wa uendelezaji wa zana za kilimo ambao Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba aliweza kuzindua tarehe 3 Jumanne ya wiki hii hapa. Kwa hiyo tutafanya 2026 mpaka 2027, lakini tutakuwa tunakwenda kwa awamu mbalimbali. Awamu ya kwanza ya hao vijana 1000 tutafanya mwaka huu 2026 2027, na tutakwenda na awamu ya vijana 100 wa kwanza, baada ya hapo tutaendelea. Na kozi hizi ni zile tunasema customized, ni kozi maalumu ambayo imetengenezwa kwa ajili ya mafunzo fulani. Kwa hiyo zitakuwa kozi za wiki 2, pana kozi ya mwezi mmoja, miezi miwili, maximum sana miezi 3, kulingana na teknolojia au zana husika ya kilimo. Hii imelenga kwa Dar es Salaam kwa mikoa yote Tanzania? Hii haijalengwa kwa Dar es Salaam tu, imelengwa kwa mikoa mbalimbali Tanzania. Kwanza ukiangalia kilimo chetu hakifanyiki Dar es Salaam. Dar es Salaam mara nyingi ni ofisi za kiutawala. Hata sisi wenyewe Shamba Faster ofisi zetu nyingi zipo mikoani. Dar es Salaam ni ofisi za kiutawala, lakini mikoani ndiko kwenye shughuli nzima ya kilimo inakofanyika. Kwa hiyo tutafanya mikoa mbalimbali Tanzania. Kwa jina naitwa Atanas Mgungus au Sokwe Dume, jina la kazi la mchezo wa Pilato Mweusi. Ni bondia ngumi za kulipwa kwa katika division ya heavyweight. Nimefika leo viwanja vya Haidari Plaza hapa Holiday Inn kwa ajili ya kusupport project ya Shamba Faster. Tunaandaa pambano kwa ajili ya kufanya fundraising au harambee kwa ajili ya kupata fedha ya kuendesha mafunzo mbalimbali kwa vijana wa Tanzania. Kama tunavyofahamu, ajira imekuwa changamoto kwa vijana wengi,
na vijana wako wengi, wana uwezo, wana akili, ila uwezeshwaji kidogo umekuwa chini. Kwa hiyo kupitia kampuni ya Shamba Faster nimependa kuwa mmoja katika wadau wa kusupport kupitia kariera yangu ya boxing. Kwa hiyo nitakuwepo siku ya tukio mwezi wa 3 kwa ajili ya kufanya tukio kwa ajili ya kuhamasisha mabenki yote Tanzania ili kuweza kutia mikono yao kiuchumi, tuweze kupata fedha kwa ajili ya kukuza uchumi na kuwakuza vijana wa Tanzania.